nikusalimie. Shikamoo. Marahaba. Jambo bwana? Sijambo. Kwa majina naitwa Inga Leba Mwanahewa, nimetokea Mbeya. Mimi ni mwenyekiti wa kikundi cha Umoja ni Nguvu. Kikundi chetu kinajihusisha na ukulima wa maparachichi. Tulikisajili toka 2019, lakini changamoto yangu toka 2019 hadi 2024 tumeweza kuwasaidia wananchi zaidi ya 300 kwa kuwezesha kwa kuwapandia maparachichi. Lakini wakati huo tuliweza kunufaika na mikopo mara mbili. Tulinufaika kipindi cha Rais Magufuli na kipindi cha Rais Samia, Mama Samia. Kwa baada ya hapo, hiyo miaka yote tumeweza tena na kukaa kama kikundi kuishauri ofisi ya kata na mtaa. Kuna sehemu tuliona zina changamoto, wanaweka mifugo wanakokeka moto ovyo. Kwa hiyo sisi kama kikundi tuliamua kuwashawishi kwamba jamani, kwa sababu sisi tuna utaalamu wa kilimo cha maparachichi, hizi sehemu kwa nini kwamba tutumie kwa ajili ya kupanda maparachichi ili atuingizie faida kwenye kikundi pia na kwenye kata na kwenye mtaa. 2022 ilikubalika. Tumepanda zile parachichi karibia 7,000. Baada ya kupanda tumezihudumia. Inavyofika 2024 mtendaji wa kata walikuwa na ugomvi na mwenyekiti wa mtaa, ambapo ndo tumepanda hizo parachichi. Alituandikia barua kwamba tung'oe zile parachichi. Baada ya kumwambia kwamba mbona parachichi hizi zimeshaanza kuweka matunda, kwa nini tuambia kwamba tung'oe? Akasema hili swala si la kwenu, sisi tuna shida na mwenyekiti wenu. Mwenyekiti kuna nyaraka ambazo alikuwa amesaini sana kuliko wao wakata. Kwa hiyo akasema kama mnataka mpone, natakiwa mwenyekiti ndo mtaje kwamba ni yeye amewaruhusu kufanya hii kazi, lakini sisi kama kata msitutaje. Sasa mimi kama mwenyekiti niliona hapa tunaweza tukamchomesha mwenyekiti. Ilibidi nisimame na ule ushahidi wa makubaliano wote. Kwa hiyo baada ya hapo diwani kila nikimpigia simu kwamba diwani, mbona pana 1 2 3 mradi una miaka 3 sasa hizi, mbona papo hivi na hivi? Diwani anasema kama hamtaji mwenyekiti, kama mpo tayari kufia na tai na ni shingoni ni nyie. Kwa hiyo sema lazima mtaje mwenyekiti hapo. Mimi nilisimama kidete nisema simtaji mwenyekiti. Kwa hiyo leo hii waziri mkuu nimeweza kufika hapa, nataka nisaidie. Yaani nipo kwenye changamoto kubwa sana. Si bado hamjang'oa hiyo mparachichi? Bado hatujang'oa, nilikataa mimi. Msing'oe. Msing'oe. Na ushahidi upo wa video. Wala msing'oe. Huyu aliyekuwa anataka mng'oe ni nani? Ni mtendaji, na ile barua aliandika yeye bila kumshirikisha mwenyekiti wa mtaa. Mwenyekiti wa mtaa ametutetea, yaani ametutetea sana waziri mkuu. Hivi nilikuja Kilolo, nilikukosa. Bahati nzuri juzi saa 9 usiku naamka nikakuta mkuu wa mkoa anatangaza. Muda huo nikaamua kufunga safari kuja hapa. Na waziri mkuu sijaishia hapo. Nimefungua hadi YouTube ya YouTube kwa ajili ya kusupport kazi zote za kwako zinaonekana hadi za mkuu wa mkoa. Na ninazo hapa. Nilianza mwezi wa 4 kwamba waziri mkuu tumuunge, maana watu wengi utakuta yani kazi ambazo unazifanya hizo. Kuna watu mtandaoni wanasema sijui na nini, lakini yale ni mikwala. Umepambana mno. YouTube inaonyesha wazi. Asante sana, asante sana. Na mke wangu sasa ninavyosema hivi yupo polini huko, na maana yani hapa na maana sielewi ninavyoongea hivi. Yupo Mfindi huko na nini? Mapanda. Kuna sehemu kule ndo tumejificha kidogo kwa ajili ya kwamba tupambane na hao. Ni wilaya gani hiyo? Ni Mbeya mjini. Ni Mbeya mjini ambako tumefanywa fujo. Kwa hiyo baada ya kutunyanyasa wazazi walisema wewe sasa hizi nenda kakae sehemu ya mbali ili wakati unapambana na hiyo swala. Haya, katibu tawala, muite huyo mtendaji anayesumbua. Kesho nionane naye Mafinga hapo aje niambie ni kitu gani hicho anachotaka kufanya. Badala ya kuwasaidia wananchi wapige hatua, yeye anakuhamisha. Huko. Mpigie katibu tawala mwenzako kesho amuite nimuone hapo. Nitakapokuwa Mafinga na yeye awepo hapo.
tunataka ofisi za umma zifacilitate. Unajua mawazo ya kikoloni, kutoa ukoloni kichwani ni kazi kweli kweli. Haya mawazo mengine ni ya kikoloni tu. Yaani watu waliwaondoa wakoloni wanataka wao ndo wawe makoloni wa wenzao. Yaani badala ya kuwezesha, kila wakati ni kudhibiti. Waza kudhibiti, dhibiti hapa, dhibiti hapa, dhibiti hapa. Natakiwa wawezeshe. Haya bwana, nakushukuru sana. Uliona kwenye YouTube, mkuu wa mkoa, nakushukuru sana kwa matangazo. Kuna mtu mmoja aliniambia baada ya mechi za Simba na Yanga, kinachofuatia kwa kufuatiliwa ni ziara za waziri mkuu. Nimeona hii kwamba mtu na mimi mkisema hivyo napata nguvu ya kusikiliza. Kila siku tutasikiliza mpaka hilo tabasamu ambalo mama amewaahidi wa Tanzania lipatikane kwa kila Mtanzania. Na tukishamaliza mikoa 10 tutakaa siku moja mtandaoni. Bahati nzuri sasa hivi unaweza ukaitisha mkutano wa nchi nzima ya kupokea ripoti ya utekelezaji wa utatuzi wa hoja za wananchi. Kwa hiyo tutakuwa tutasikia kutoka mkoa mmoja hoja zilikuwa ngapi kwa mkoa mzima, zimetatuliwa ngapi hazijapata majawabu, kwa nini hazijapata majawabu, ili watu waweze kupata ufumbuzi wa mambo yao. Haya ya ardhi tunashughulikia sasa kwa namna hii, lakini pia tunaendelea kuwaza njia nzuri ya kushughulikia haya mambo ya ardhi, kwa sababu uhitaji na mwamko wa matumizi ya ardhi kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu unaendelea kuwa mkubwa. Kwa hiyo lazima hili tulitafutie ufumbuzi wa kudumu ili lisije likaondoa undugu wetu. Haya, mama yangu pale. Mimi kwa jina naitwa Roida Mwagange. Ni mwalimu mstaafu. Roida ndo ile mwanafunzi? Ndiyo. Hapana. Na yule niliona aliitwa Roida. Na yeye ameitwa Roida na mzee. Haya, tuambie mama yetu. Baba, mimi nashukuru sana kwa ujio wako, maana nilikuwa nanyanyasika sana mimi mwaka 2018 nimestaafu. Lakini katika mwaka huo 2018 walinikata mishahara miwili bila hata sababu, mshahara wa mwezi wa 3 na mshahara wa mwezi wa 8. Nilipofuatilia mshahara wa mwezi wa 3 walinilipa. Mshahara wa mwezi wa 8 mpaka leo nikiwaambia wananiambia subiria mwezi unaokuja tunaweza tukakulipa. Lakini nani huwa anakuambia subiria? Anaitwa Faraja Kimario. Faraja yuko wapi Kimario? Yupo hapa na ndio aliandika taarifa yangu, lakini naona hapo sijasoma. Faraja yuko wapi? Kuna hoja zile ambazo ni za kiutawala tulitaka tuzipeleke moja kwa moja kwa wahusika. Moja nadhani ni hizo za mafao, zikiwemo za pension na hizo zingine zote hizo. Sasa nikuombe labda katibu tawala yuko wapi? Anashughulikia ile jambo la Mbeya. Yule pale. Hebu njoo kwa katibu tawala tu. Na wale wengine wote ambao hoja zao zinahusu mambo ya mafao wasogee. Mamangu huyo akae pembeni, nitakuja kumsikiliza pale pale. Rafiki yangu huyo sogee tu hapo. Sogezeni hapo karibu na kwa chifu hapo. Na yeye apate upepo wa chifu bwana. Haya ndugu yangu. Mheshimiwa, shikamoo. Marahaba, jambo bwana. Sawa, sijambo. Nimeona hoja yako umeiandika vizuri, na wewe nadhani nitakuja hapo utanikabidhi tu. Weka na namba yako ya simu vizuri tu. Kwa sababu dakika chache zijazo tuna heshima ya bendera zetu za taifa, bendera ya taifa na Afrika Mashariki. Ndugu yangu pale. Mheshimiwa, shikamoo. Marahaba.